Hujambo na karibu katika kusikiliza Kesha la Asubuhi, Novemba 30. Kichwa kinasema Mfalme wa Watakatifu. Fungu ni katika Ufunuo 15 fungu la 3. Imeandikwa, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, Mfalme wa mataifa. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kuwa unaenda kufungua akili zetu tuweze kukuelewa wewe, na tuelewe nini ambacho unahitaji tujifunze. Katika jina lako Yesu Kristo, amina. Mungu alipanga kuwa mfalme wa wanaoteseka katika ubinadamu, awe mhukumu na wa ulimwengu wote. Yeye aliyekuja kutoka katika ikulu ya mbinguni kuwaokoa wanadamu kutoka katika kifo cha milele. Yeye ambaye wanaume na wanawake walimdhihaki, walimkataa, na ambaye juu yake walirundika dharau zote ambazo kwa kuvuviwa na shetani wangeweza kuzirundika. Yeye alijisalimisha ili akamatwe na kupelekwa katika mahakama za kidunia, na yeye ambaye alikufa kifo cha maumivu makali na aibu kubwa cha msalaba, yeye peke yake ndiye atakayetangaza hukumu ya zawadi na ya adhabu. Yeye ambaye alijisalimisha ili ateseke na aibishwe juu ya msalaba hapa, kwa kushauriana na Mungu atapewa fidia kamili na atapanda juu ya kiti cha enzi kinachomtambulisha na kinachotambuliwa na wakazi wote wa ulimwengu wa mbinguni kama mfalme wa watakatifu. Alijitwisha jukumu la kazi ya wokovu na kuonesha mbele ya sayari ambazo hazikuanguka na mbele ya familia ya mbinguni kuwa kazi aliyoianza anaweza kuikamilisha. Ni Kristo anayewapa wanadamu neema ya kutubu. Wema wake unakubaliwa na Baba kwa niaba ya kila roho itakayochangia katika kuunda familia ya Mungu. Katika siku ile ya adhabu na zawadi ya mwisho, wote walio katika makundi mawili ya watakatifu na wenye dhambi watamtambua yeye aliyesulubiwa kuwa ndiye jaji wa wote walio hai. Kila taji iliyotolewa kwa watakatifu wake aliye juu itagawiwa kwa mikono ya Kristo, ile mikono ambayo makuhani na watawala katili walihukumu ipigiliwe misumari. Yeye peke yake ndiye anaweza kutoa kwa wanaume na wanawake faraja ya uzima wa milele. Ishara ya mbinguni ilitolewa kwa mamajusi na mashariki waliokuwa wakimtafuta Kristo. Jeshi la malaika liliwatokea wachungaji waliokuwa wakichunga kondoo zao katika milima ya Bethlehem. Mbingu yote ilitambua ujio wa Kristo. Malaika wasioonekana walikuwepo katika ukumbi wa hukumu. Wakati Kristo alipopigwa kwa mijeredi ya kikatili, waliangalia kwa maumivu makubwa sana. Malaika wa mbinguni walikuwepo wakati wa kifo chake. Giza lililofunika dunia wakati wa kusulubiwa kwake lilificha kundi la mawakala wenye nguvu wa mbinguni, lakini dunia ilitetemeka chini ya nyayo za kundi la wakazi wa mbinguni. Miamba ilipasuka. Kwa saa 3 dunia iligubikwa katika giza lisiloweza kupenywa. Vitu vya asili kwa kutumia majoo yake meusi vilificha mateso ya mwana wa Mungu. Review and Herald, Novemba 22, 1898. Tafakari zaidi. Nitamwambia nini Yesu atakaponipa taji yangu?